Ni kweli wakulima wanatakiwa kuzingatia mbinu bora za kilimo, ikiwa ni pamoja na kufanya maandalizi mazuri ya shamba, ikiwa ni pamoja na kukata masalia. Nipo katika kijiji cha Talaga, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza. Haya ni mazalia ya pamba ambayo yamekatwa baada ya mkulima kuvuna pamba yake na kwenda kuuza katika soko la zao hili la kibiashara. Miti hii unayoiona mpenzi mtazamaji, imeweza kukatwa ili ikiwa ni maandalizi muhimu ya kilimo cha zao hili la pamba, na tayari wakulima wako mashambani kwa ajili ya kutengeneza kuandaa mashamba yao, ikiwemo kuweka mbolea zinazotakiwa kwa mujibu wa taratibu za wataalamu wa sekta ya kilimo, hususan katika zao hili la pamba. Wananchi au wakulima wa eneo hili ambao nimeweza kuzungumza nao wamesema uzalishaji wao unazidi kupanda mwaka hadi mwaka, na wengine wamefikia uzalishaji wa kilo 700 kwa ekari moja, ambayo inasema kwamba uzalishaji huu unatokana na elimu muhimu ambayo wanapokea kutoka kwa maafisa ugani, wakiwemo wale wa mpango wa Jenga Kesho Bora BBT, wanaowafikia mashambani na kuhakikisha kwamba wakulima wanaongeza uzalishaji na kujipatia kipato cha fedha. Kwa majina naitwa Rafael Monde Selemani, mkulima wa kijiji cha Talaga, kata ya Maria, wilaya ya Kwimba. Ni mkulima wa pamba. Katika ukulima wangu nishakaanza miaka mingi, lakini kidogo kwa nyuma nishakaacha kidogo, lakini baadaye kuanzia mwaka 2024 tukapata hamasa ambayo tulikuja kufundishwa na afisa kilimo wa wilaya. Mwaka huu nilikuwa nimelima heka 3 kwa kupanda kwa mistari. Kwa kweli niweza kupata kilo kwa heka 3 zangu hizi, niweza kupata kilo 1700. Lakini hapa katikati ilitokea changamoto ya jua, yani kwa kweli iliwaka sana. Kwa maana sasa likajaribu kuyapunguza mazao yetu. Shamba langu kwa mwaka huu nimeliandaa kuzingatia ushauri wa wataalamu. Wataalamu ushauri kwamba tufyeke miti ambayo ni masalia ya pamba, tumefyeka na tuko karibu kuchoma, na baadaye na kuweka mbolea ya samadi kwa ajili ya kuandaa kwenye mashamba. Majina naitwa Mabula Shikuli Yochi, kijiji cha Talaga, mkulima msiaji. Sasa wataalamu wanashauri hivi: fyeka kwanza masalio. Ukianza kufyeka masalio, weka nini? Weka mbolea. Ukiweka mbolea unalima kwanza. Unaanza kulima, unakatia kwenye shimo hadi shimo. Unaweka kwenye mbolea sasa. Kwenye shamba langu akaniambia hivi, mwaka huu tunapanda 60 kwa 30. Tunapanda 60, shimo ni 30. Mimi pamba ni nzuri sana. Mwaka huu nimepata kilo 1405. Ni hekari 2 tu. Kwa majina naitwa Kevin Tahondi, ni mtaalamu wa kilimo wilaya ya Kwimba. Ni kweli wakulima wanatakiwa kuzingatia mbinu bora za kilimo, ikiwa ni pamoja na kufanya maandalizi mazuri ya shamba, ikiwa ni pamoja na kukata masalia, lakini pia wajiandae kwa ajili ya kurutubisha udongo. Kama ni wakuweka samadi, waweke samadi. Watumie pia mbolea za viwandani, yani urea, dapu na NPK, au zile fertilizer, folio fertilizer. Lakini pia wakulima wanatakiwa kuzingatia upandaji, yani kwa maana yake wapande kwa njia ya mistari, lakini pia kwa hatua zilizoidhinishwa na watu wa kilimo, ambapo ni 60
kwa 30. Baada ya hapo pia wakulima wanaweza kutumia pia zile mbolea zinazotengenezwa na bodi ya pamba, mbolea hai, na wazingatie baada ya kuwa wameshamaliza kuandaa shamba, wameshapanda, wazingatie unyunyiziaji wa dawa. Wasisubirie mpaka mazao yaanze kuharibika ndio waanze kunyunyizia. Mara baada ya ule muda mwafaka kwa ajili ya kunyunyizia, mara moja waanze kunyunyizia kwa kutumia dawa ambazo ni sahihi kwa ajili ya kuua visumbufu vya mazao. Tumetoka kuwaona wakulima wa kijiji kingine ambapo wametoa ushuhuda wa uzalishaji wenye tija wa zao hili la pamba, lakini kwa sasa niko katika eneo hili la kijiji cha Ibindo, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza, na hawa nakupeleka kwa wakulima waweze kusimulia ambacho wanazalisha. Kwa majina naitwa Kasta Maliko Masai, ni mwenyeji wa kijiji hiki. Zao la pamba ni zao ambalo linatuinua katika uchumi, na pia zao hili ili upate mavuno bora unatakiwa kufuata ushauri wa maafisa ugani. Kwangu mimi nimenufaika na zao hili, nimelima ekari 1 lakini nimepata mavuno yake kilo 600. Kwa nini nimepata kilo 600? Nimepata kilo 600 kwa kutokana na kufuata masharti ambayo nimefundishwa na maafisa ugani. Nimelima kwa utaalamu kwa mstari. Wakulima wa pamba tunawashauri tu tuilime pamba. Pamba ni nzuri na 75% ya maendeleo ya hiki kijiji yameelezwa na pamba. Fikiri nimemaliza shamba langu limwagia mbolea ya samadi. Nimelikata, nimeliandaa vizuri, nasubiria tu mvua. Na bahati nzuri mbegu tumepata, tunasubiria kugawiwa. Lakini serikali imezidi kuongeza teknolojia na upanuzi wa elimu kwa wakulima wa zao hili ili kuhakikisha kwamba mkulima anayewekeza katika kilimo hiki cha pamba awe amepata elimu sahihi ya uzalishaji, ikiwemo kuanzia katika hatua ya awali ya uandaji wa shamba, kulima, upandaji, palizi na wakati wa kunyunyizia dawa za kuua wadudu mpaka hatua ya mwisho wa kuvuna na kupeleka zao hili katika soko. Nikiripoti kutoka kijiji hiki cha Talaga, kata ya Maria, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza, mimi ni Sita Tuma na hii ni Yes TV.